Niko mbele yenu kuzungumzia kongamano la kimataifa la e-learning Africa ambalo kwa mwaka huu 2025 linafanyika nchini kwetu, ambalo hili ni toleo la 18. Toleo la 18 linalofanyika Tanzania. Kongamano la e-learning Africa lilianzishwa au liliasisiwa mwaka 2005. Na toka mwaka 2005 limeshafanyika mara 17. Na katika hizo mara 17, mwaka 2011 lilifanyika Tanzania. Kwa hiyo mwaka huu ambapo linafanyika kwa mara ya 18, ina maana kwamba linafanyika nchini kwetu kwa mara ya pili. Lengo la kongamano hili ni kuleta pamoja wadau kutoka kwenye makundi mbalimbali, ikiwemo wataalamu, wafanyabiashara, wawekezaji, watafiti, wabunifu na kadhalika, kwa ajili ya kujadili, kubadilishana uzoefu na kupanga mikakati ya pamoja kama bara la Afrika ya namna gani tutachagiza maendeleo ya matumizi ya teknolojia za kidijitali, lakini vile vile kuweza kuona ni namna gani tutaweza kuongeza matumizi ya teknolojia za kidijitali sio tu kwenye sekta ya elimu, lakini vile vile na kwenye sekta nyingine. Hili kongamano hili kwa mwaka huu lina kauli mbiu ambayo tunasema ni Reimagining Education and Human Resource Development for Future Ready Africa's Prosperity. Kwa Kiswahili, kwa tafsiri isiyo rasmi, kauli mbiu ya kongamano hili ni kufikiria upya elimu na rasilimali watu kwa ajili ya ustawi wa Afrika. Kwa hiyo mada mbalimbali zitakazojadiliwa katika kongamano hili katika maeneo tofauti tofauti, mwisho wa siku ni kuona ni kwa namna gani elimu yetu itaweza kusaidia zaidi kuweza kuzalisha rasilimali watu ambayo ina uwezo sio tu wa kuongeza maendeleo ya teknolojia za kidijitali, lakini vile vile kuongeza matumizi ya teknolojia za kidijitali. Lakini vile vile kupitia kongamano hili kutakuwa na mkutano wa mawaziri, nasema Ministerial Roundtable Discussion, ambayo pia itakuwa inalenga kule katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na rasilimali watu ambayo ni stahiki kwa ajili ya kuongeza matumizi ya teknolojia za kidijitali. Tutakuwa na mawaziri takriban 20 ambao watashiriki katika mkutano wa mawaziri, ukiachilia mbali viongozi wengine waandamizi kutoka nchi mbalimbali ndani ya bara la Afrika. Lakini ukiangalia kwa upande wa washiriki kwa ujumla, tunategemea mpaka sasa hivi tutakuwa na washiriki takriban 1300, na sehemu kubwa ya washiriki hawa pia wanatoka kwenye mataifa mbalimbali ndani na nje ya bara la Afrika. Tunazungumzia nchi takriban 65 duniani kote. Kipekee sana nianze kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye amekubali kongamano hili likafanyika hapa nchini. Kongamano hili linakutanisha wadau mbalimbali, wakiwemo wasimamizi wa sera, wataalamu, wabunifu na wadau wengine mbalimbali wa maendeleo. Lakini kipekee sana niko hapa kuzungumzia faida za kongamano hili nchini Tanzania, hasa kwa upande wa teknolojia na tehama. Tumejiandaa vizuri kwa upande wa teknolojia. Tumealika wabunifu mbalimbali ambao wataonyesha bunifu zao ambazo zinasaidia katika sekta ya elimu na nje ya sekta ya elimu. Kuna mabanda ya maonyesho. Tunawakaribisha sana Watanzania wetu ili kwa pamoja tuweze kufurahia jitihada mbalimbali ambazo kama serikali tumewekeza katika kuandaa mifumo hii ambayo inasaidia sio tu katika sekta ya elimu, lakini pia katika uendeshaji wa shughuli za serikali. Kongamano hili linamlenga mdau wa maendeleo, linamlenga mwanafunzi, linamlenga mwalimu, linamlenga msimamizi wa sera,
na sisi pia kama Tanzania tumewaalika wadau wote, wamekaribishwa wakiwemo wanafunzi na walimu, ili wapate kubadilishana ule uzoefu na wataalamu wengine na walimu wengine kutoka nchi mbalimbali za bara la Afrika. Kwa majina naitwa Samson John Sita, ni afisa programu mwandamizi kutoka shirika la Milele Zanzibar Foundation. Nakuja kwenye kongamano hili la e-learning Africa la 2025 kama moja ya wadau wa elimu. Natoka katika sekta ya NGO na shirika letu la Milele Zanzibar Foundation linafanya shughuli zake katika masuala ya elimu, hasa kwenye masuala ya kuelimisha watoto kidijitali, kusaidia ujifunzaji na kusaidia walimu pia kujenga ujuzi wa kidijitali pamoja na maeneo mengine. Tunasikia fahari kubwa sana kushiriki katika kongamano hili la e-learning. Sababu ya kwanza ni kwamba tunakuja kujifunza uzoefu kutoka kwenye mataifa mbalimbali na tunatarajia kushowcase na sisi pia kuonyesha ubunifu mbalimbali ambao kwa upande wa Tanzania tumeweza kubuni na kuona inafanikiwa kwenye upande wa elimu. Lakini si hilo tu, kutokana na kazi zetu ambazo tunafanya ambazo nyingi zimejikita katika kitafiti, tumeona kabisa kwamba kuna ombwe au kuna gap kubwa sana katika mambo ya ujuzi wa kidijitali. Sasa ni wakati ambapo tukifanya network au kukutana na kushirikiana na wabunifu wengine Afrika na wabunifu wengine duniani, inawezekana kabisa kufikia miaka mingine 5 ijayo tukawa tumezidi kuongezeka katika masuala mazima ya kubuni na masuala mazima ya kukuza matokeo katika elimu kupitia elimu ya mtandao. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa kwanza 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.